Hata sisi kanda ya kati tuko hapa si kwa sababu ya kutetea kile kinachoendelea, bali mimi kama mtendaji mkuu wa chama kanda ya kati ninakuja kuwaasa viongozi wenzangu, kama kuna jambo, niwakumbushe tu kwenye hii katiba, kwenye kipengele cha kanuni za maadili ya viongozi wa Chadema kinasema hivi, kuna kipengele kinasema hivi: kama kuna tuhuma zozote zilizopo kwa kiongozi, tunaruhusiwa kutoa maoni yetu au kuongea masuala ya tuhuma kwenye vikao vya ndani, sio kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo kwa wale walioniuliza kwamba kwa nini mmempa barua ya kujieleza na kusimamishwa kwa kiongozi wa chama mkoa wa Morogoro, ni kwa sababu alikiuka katiba yetu. Katiba yetu inakataa kuongea masuala ambayo ni ya ndani ukayapeleka nje hadi uwe unaidhini kama inapaswa kuongea nje. Lakini shutuma imekatazwa kwenye katiba kwamba kama una shutuma dhidi ya kiongozi haupaswi kwenda kuisema nje, bali kwenye vikao, na chama ndo kitakachochukua hatua kuweza kutoa adhabu dhidi ya huyo mtu. Lakini katiba hii ya Chadema inakataa kukichafua chama au kushutumu chama, kukisema vibaya hadharani au kiongozi, kwa sababu haujafuata ngazi za kusema ndani ya vikao. Kwa kiongozi wa ngazi yoyote akifanya kosa, unachukua maelezo au maandishi, unaambatanisha na vielelezo vya ushahidi, unapeleka ngazi husika. Wanachama au viongozi au wajumbe wa hicho kikao watamjadili huyo mtu. Itakapolazimika ataitwa, atajitetea. Ikionekana ana hatia, basi vitu vitabainika hadharani. Lakini kiongozi kama kiongozi au mwanachama kama mwanachama, katiba yetu imekataa kutoa shutuma hadharani. Sasa huu ni mtego ambao unatengenezwa kuendelea kutugawanya, ionekane kuna viongozi wanaoonewa. Mkakati uliopo kwa wenzetu waliogawanyika wakaenda kujiunga na chama kingine cha siasa ni kuhakikisha kuona Chadema haiko stable. Kwa hiyo swala hili linaloendelea ndani ya chama, ndani ya mitandao ya kijamii, ni mpango mkakati wa kutugawanya. Kwa hiyo tunaomba tusanuke, wanachama, wapenzi wa chama na Watanzania mnaotuunga mkono, tunaomba msitoke kwenye leri. Shutuma yoyote ambayo imedhihirika kuwa hatia huwa inawekwa hadharani, na kama kungekuwa kuna kitu kama hicho, katibu mkuu alivyoongea na vyombo vya habari angeweka hadharani, kwa sababu hakuna mkubwa kuliko chama.